lakini mimi sasa nilikuwa pale ndio nikapata blessure, mimi wanajua kama nilikufa, lakini hii kwa sasa kwa nikimbia niko kunywa dawa. Version ya pili anasema tena seke wao balijia mtwala kwao bakanitosha mimi nyumba parce que mimi nikaexplique nikawa. Biko wapi? Benga biko wapi? Biko wapi benzako? BMP TV Professional Update. Uendeleaje ndugu mtazamaji wa BMP TV Online mara tena sasa Mr. Orange tunazidi kuwakilisha vyema kabisa uwanja wa BMP TV Online. Leo tunaangazia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan Kivu Kaskazini, na hivyo tunaangazia huko kwa ujumla zaidi, na huu ni muktasari wa habari. Bukavu, Ziwa Edward kuvamiwa na RDF pamoja na M23, na pia huko tena Bukavu ndugu mtazamaji, kuvuja kwa video ya ukweli kuhusu tukio la M23 walilolifanya kuhusu mauaji ya silaha kwa vijana. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, kuwa nasi mwanzo mwisho kwa kufahamu mengi zaidi yanayozidi kuendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan huko Bukavu kwa ujumla zaidi. Subscribe, like pia na comment, na hivyo utakometisha zaidi kila wakati utakuwa unapata update zetu za moto. Na hivyo tuanze moja kwa moja kwa video ambayo imevuja kwa hapa kwa ukweli kuhusu mauaji ambao walifanya M23. Sasa hivi imekuwa ni kama upande mmoja M23 wanazidi kujitetea kwa kile ambacho walichokifanya kwa jamii ya hapo Bukavu na kutaka kuonekana kuwa wao ni wema, lakini ujumla wa jamii ya hapo Bukavu wengi wameshawatambua na kusema kuwa hata mvae ngozi ya kondoo, lakini sura zenu zishajulikana na ukweli wenu tayari ushajulikana kwa kile ambacho mnazidi kukifanya juu ya watu wetu. Na mauaji ni mengi ambayo yamezidi kufanyika kwa kidogo tu au kwa uchache zaidi kwa kile ambacho walichokifanya M23 kwa mauaji ambao walioifanya, na kutangaza kuwa mtu wa kufariki bali alipelekwa moja kwa moja hospital na kutaka kumfanyia matibabu ili arudi kwenye hali yake ya kawaida. Hiyo ni njia moja wapo ambayo M23 wanazidi kuifanya kwa nia ya kutaka kuonekana kuwa wao ni wema, lakini sasa hivi kuna watu ambao wamezidi kufuatilia kijana yule ambaye yuko hospital na kuonekana kuwa ni plani zao tu ambazo M23 walizozifanya, lakini kwa yule ambaye aliyepigwa risasi tayari ameshafariki. Zamiri ni polisi apres bakahoko kusibir pression ya ile video yenye banatire kumutu abu porton. Banatuletea video ya bwana mama kwa hospitali ya mara kwanza. Ile bwana anasema ke alilumilia kanjo mustade watu wakawaza alikufa, kisha apres tena quelques secondes apres bana mixe video ifasi kwenye anasema ke balimupigia kanjo risasi bakamtosha mwabo. Njo version ya kwanza musiki. Asikia jana sasa tulikuwa kwa meeting tukashangaa tu wanatupa grenade mule, lakini mimi sasa nilikuwa pale ndio nikapata blessure, mimi wanajua kama nilikufa, lakini hii kwa sasa kwa nikimbia niko kunywa dawa. Version ya pili anasema tena seke wao balijia mtwala kwao bakanitosha mimi nyumba parce que mimi nikaexplique nikawaambia mimi siko mzalendo kwetu hapa kwa nyumba niko nazaliwa na babangu hapo tena naishi na mamangu niko kwake. Tujana bakafanya vile. Mnataka tukamata batoto, mnaanza tuko nona muje zenu. Muko ba criminel. Na hata mseme ase mnatafuta makie ae zambi zenu. Hata damu ya Yesu haiwezi itika kusafisha zambi zemu kufanya Bukavu. Zambi zemu kufanya Mukivu. Burgomestre Bwema gani? Mupige mtu lisasi. Muproje kumwangusha, angusha ule. Njo mwende mumutembelea mumulete bui. Akose mulitia musumu. Bwema gani? Tulisha batombolio tushona jezenu zote. Batu wanajua kemuko ba criminel, batu basha bajua. Hakuna ya kujifuchika tena. Hata muvale maske ya kondoro, kila mtu anabajua deja. Muko ba umbwa mwitu, tunabajua. Angusha ule. Ona mwende kwanza. Kama amo supporter venye tunaonaka mwende. Sawa? Kia kulanza kile. Mama pale mpesile wewe. Benga kwa biko wapi? Benga biko wapi? Biko wapi benzako? Yo!
na huyu ni mtu tayari ambaye aliyepangwa tu na kuwekwa hapa, kwa sababu kwenye ongea yake ni mtu ambaye kidogo ana masito fulani hivi na kujingata sana kwenye maneno yake. Kwa hiyo ukweli umezidi kubainika na kuonekana kuwa wanachokifanya siku zote ni utopolo mtupu, kwa sababu ya wanazidi kuua watu wengi, lakini wanakuja ni kwa ile njia ya kusema kuwa ni wakombozi na wanataka kuleta amani katika mji wa Bukavu pamoja na Goma. Na ndiyo machafuko ambayo yanazidi kuendelea, ndugu mtazamaji wetu. Na moja kwa moja tuende huko Ziwa Edward, ambao nako pia kuna mahafa hayo ambayo yanazidi kuendelea ya RDF pamoja na M23 ya kwa kuteka ziwa hiyo, ambayo ilikuwa ni hiyo jana Jumatano 11 Juni 2025. Vishubi Ziwa Edward kumekuwa na kuimarishwa kwa kikosi cha RDF pamoja na M23 katika maeneo ya Ziwa Edward, hasa eneo la Vishumbi ndani ya wilaya ya Rushuru mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taifa za uhakika, mnamo Jumatano tarehe 11 Juni 2025, wanajeshi wa RDF pamoja na M23 wameweka boti ya kivita yenye silaha nzito ndani ya Ziwa Edward. Lengo lao linaelekea kuwa ni kuchukua udhibiti wa mji wa Kasindi kupitia baadhi ya Kasindi. Ni muhimu kukumbusha umma kuwa Ziwa Edward ni sehemu muhimu ya hifadhi ya taifa ya Virungu. Kwa msingi huu kuna tahadhari ya uwezekano wa kushirikiana kati ya baadhi ya maafisa wa ICCN, taasisi ya ulinzi wa mazingira ya Kongo, na vikosi vya RDF pamoja na M23. Hatua hii ya RDF na M23 kuchukua udhibiti wa Ziwa Edward ni tishio kubwa kwa usalama wa miji ya Beni, Butembo na hata Bunia, na inaweza kuwa na athari kubwa kwa ustawi wa wananchi na uhifadhi wa mazingira ya taifa. Kutokana na hali hiyo, tunatoa wito rasmi kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan mamlaka kuu huko Kinshasa, kuimarisha na kupeleka mara moja vikosi vya wanamaji wa Kongo kwenye Ziwa Edward ili kulinda mipaka ya taifa na kuzuia uvamizi wowote na wa kigeni kupitia njia ya maji. Na nukuu maneno ya raia ambao walikuwa wakiongea: tunasema kwa uwazi, sisi raia na viongozi wa maneno ya Rushuru tunatimiza jukumu letu kwa kutoa tahadhari hii. Maamuzi ya mwisho yapo mikononi mwa serikali ya taifa. Hiyo ni maneno yao ya watu wa sehemu hiyo ambao walikuwa wakiongea maneno hayo kutoka maeneo hayo ambao kuna tukio hilo ambalo RDF pamoja na M23 wanazidi kufanya matukio makubwa. Wameingia mpaka Ziwa Edward na kutaka kuteka kabisa, na moja kwa moja malalamiko yanaenda mpaka ngazi za juu serikali kuu ambayo ni huko Kinshasa kwa rais, moja kwa moja kwa kutaka kuchukua hatua kwa kufanya mambo ambayo yanazidi kuwa pamoja na kulinda jamii yake kwa huku chini. Ndugu mtazamaji wa BMP TV, na huu ndio mwisho wa habari. Kuwa na kila kukicha na kila siku tunazidi kukuletea update za moto kabisa. Mimi ni Mr. Orange, BMP TV, subscribe, like, pia na comment, na hivyo takometisha zaidi. Pia tuko Instagram, Facebook pamoja na TikTok, hata pia WhatsApp. Namba ziko kwenye screen yako hapo, piga moja kwa moja utawasiliana na watu wa BMP TV. Asante. BMP TV Professional Update.